من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. صدق الله العلي العظيم. Katika darasa lililopita tulianza sehemu ya 4 ya suratu Yasin, ambayo imeanza na aya hii ya 48, wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, na tutaendelea nayo mpaka aya ya 65 inenayo alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sehemu hii kama tulivyotangulia kuzungumza yazungumzia kuhusu suala la kiyama, au kwa lugha maarufu ni yaumul maad, siku ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku hii ambayo kwamba ina sehemu muhimu katika itikadi za Muislamu, bali katika itikadi za dini zote zinaonasibishwa na mbingu, bali hata katika dini ambazo kwamba ni za zihoja, kama tulivyoeleza. Hata wale mabadui walioishi majangwani wasokuwa na dini walikuwa na imani kwamba maisha haya tunayoyaishi sio maisha ya mwisho, bali mwanadamu baada ya kufa ana maisha mengine, kwa namna walivyokuwa wao wakiyasawirisha maisha hayo mengine. Lakini jumla ya yote tulikuwa tukaeleza kwamba wale wapinzani wa mitumi katika mfululizo wa kihistoria ya mitumi wote walikuwa hakuna kitu wakikikataa na wakikipinga, kama masala ya habari za kufufuliwa au habari za kuweko maisha baada ya maisha haya. Wakinena hakuna isipokuwa ni haya maisha tunayoishi, nahya wa namut, tutaishi na tutakufa na mambo yamezie, kwa sababu nyingi ambazo kwamba tulizieleza nyuma, ambazo za wasukuma wao kuikataa siku ya kiyama. Sasa aya tuliyoisoma juma lililopita ilikuwa ni katika sampuli ya zile hoja zao au yale majibu yao walikuwa wakiyatoa wakati wakikabiliwa na imani ya kuamini siku ya kiyama. Moja katika majibu yao wakinena, wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin. Huo ni mfano mwingine walikidai, walikitoa challenge kwamba ikiwa iko kweli siku hiyo ya kiyama, basi wafufueni wazazi wetu, wakiwaambia mitumi wafufueni manabii, mababa zetu na mababu zetu, ili mpate kuhakikisha hiyo siku ya kiyama kwamba iko kweli. Ni asatirul awwalin. Haya masala ya siku ya kiyama ni mambo ya ngano, ni ndoto, ni katika zile itikadi ambazo kwamba ni za kikhurafa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya tutakao kuisoma leo ya 49, baada ya kuwasikia wao walivyotupa
wakinena wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, ni lini basi iko kiyama ikiwa nyinyi ni wa kweli mnaodai kuna siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia ma yanzuruna illa sayhatan wahida ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Aya hii ni jibu la lile suala lao, ni jibu ambalo kwamba ni la kukata, ingawa halikujibu moja kwa moja, kwa sababu si lazima kila suala jawabu lake liwe ni kwa namna anavyotaka mwenye kuuliza, kwa sababu mara nyingine waulizaji hususa wakiwa wana tabia ya ushindani na ya ukakamavu, huya wakatupa maswali ambayo kwamba hayachangii kitu chochote katika lile ambalo kwamba linalojadiliwa. Ni lini kiyama? Wao wameuliza, na masala ya ni lini kiyama Mwenyezi Mungu ni katika siri ambazo kwamba amekhtasi nazo yeye, hata malaika na mitumi hawajui siku kama hili ni lini. Kwa hivyo wao wakawa wameshikilia lazima waambiwe ni lini, ili kuonesha uemevu wa Mungu kwamba ikiwa hawezi kutowajibu ni lini, kwa hivyo hakuna hicho kiyama. Na Mungu hakuwajibu ni lini, kwa sababu kuna mingi sisi tunayoyaamini yako na hatuyui lini. Mfano, mtoto ambao wapitika katika maisha yetu kila siku ni suala la mauti. Kila mtu akubali kwamba kuna kufa, kuna mauti, na kila mtu aamini kwamba yeye katika maisha haya ya duniani hako maisha, lazima kuna siku atakufa. Lakini ni lini atakufa hakuna yuwao. Na kutoyua kwetu ni lini kufa haimaanishi kwamba hakuna mauti, kwa sababu kutoyua mauti ni katika siri ya mtihani wa Mwenyezi Mungu kukamilika katika maisha ya dunia. Pia kutoyulikana kiyama ni katika siri za mitihani ya Mwenyezi Mungu kutaka kutuyua sisi ukweli wetu na uaminifu wetu. Na ndio utakuta kuna kipindi fulani kikifika hakuna toba, hakuna toba. Kipindi cha kwanza ni ruhu ya mwanadamu ikisha kufika kilinda koo, kama wane nao kawa wewe sasa umeshahisi uko katika mauti, waaga dunia. Kipindi kama kile milango ya toba hufungwa, kwa sababu ushajijua utakufa. Mungu akutaka utende na utubie na urudi kwake wakati ukiwa wewe uko katika siha, wakati ukiwa wewe uko katika maisha, wakati ukiwa wewe huyakata tamaa na starehe za ulimwengu, ili uoneshe ile imani yako. Na wakati kitakapokusimama kiyama, kikisha kuanda kiyama, milango ya toba hufungwa, hakuna nafasi ya kutubia. Sasa siri moja ya kutoyua kiyama ni kwa ajili ya kukubakisha wewe binadamu katika hali ya mtihani, na lile unalolifanya ulifanye ukiwa wamiliki nguvu zako kamili, starehe ziko mbele ya mato yako, simandia wenye kunena bado uko na hope, uko na amal ya kuishi na waweza kufanya utakalo, kisha unene nitatubia. Hii yote ni katika ile liyabluwakum alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kwa hivyo mara nyingi wapinzani hupenda kwenda kwenye mahala pa kutotoboa, hususa wakijua ni mahala hapa najibu, kwa maana hakuwezi kujibiwa, ingawa hakuna suluhisho la lile swali lao, lakini wakapenda kukutia kwenye kipembe kama kile. Utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa aenda nao na hawapeki pale wanapotaka. Sasa jawabu ikaya ni ya kukata na kuwafahamisha wao kwamba ni kitu kidogo sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hicho kiyama. Nyinyi pengine mkipoa nyumba moja ya ghorofa 10 au 20 ivunde, utaketi upige bongo ufikiria utaivunda vipi,
ile muda wako we huvunda, hujengi, na utukue pengine siku kadhaa au wiki kadhaa kuivunda ile nyumba, mpaka kusafisha, mpaka kuondosha yale majiwe na taka zitakazokupatikana zote. Lakini Mwenyezi Mungu akwambia kwenye mizani yake hakuna hisabu hizo. Ndio Mwenyezi Mungu awajibu ma yandhuruna. An-nadhar katika lugha ya Kiarabu ni kuangalia, kuna kuona, kuna na kuangalia. Kwa lugha sahihi nadhar ni kuzungusha mato yako au akili yako. Kuna kuona kwa mato, kuna na kuona kwa fikra. Ni kuzungusha mato yako au akili yako kwa ajili ya kutaka kukiona kitu au kukifikiria kitu na kukiua. Hii ndio maana ya nadhar. Pale Mwenyezi Mungu atuambia afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqa. Kumwangalia pale si kwa maana ya kutembeza mato yako, ni kutembeza fikra na kumsoma ule ngamia, kutaka kuyua ana nini. Lakini hapa nadhar haikutumika kwa maana zote hizo mbili. Haikutumika kwa maana ya kuangalia kwa mato kutaka kuona, na haikutumika kwa maana ya kuangalia kwa fikra kutaka kuyua. Bali nadhar hapa ina maana ya intidhar, yani ma yanzuruna ma yantadhiruna, kwa maana ya kungoja. Kama ile ujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Nadhira ya ujuhi pale ni maana nyuso siku hiyo za ngojea ni nini kitakachofanywa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anambia ma yandhuruna, hawatongojea, hakuna kitu kitakachokutuka illa sayhatan wahida, uke mmoja tu basi ndio kazi itafungwa. Hayo mambo muyaonao makubwa nyinyi na moyo kuzao, kama ule alikuya kama tutakapokuambia man yuhyi al'idhama wa hiya ramim. Akawamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo si makubwa namna hiyo, ni sayhatan wahida, uke mmoja peke yake. Sayha imetokana na saha. Hata ule kuku jogoo akiwika huambiwa sahadiku, amewika, ni kupiga uke, ni kuinua sauti kwa hali ya juu. Kwa hivyo hicho ndio kitu peke yake kimoja kitaangamiza ulimwengu mzima. In kanat illa sayhatan wahida ta'khudhuhum, yani tubaghituhum, kitawailia ghafla, hakuna notice, amtopoa ilani kuambiwa bana ikiwekeni tayari kiyama kiao, ni kitu kitatuijia ghafla. Mwenyezi Mungu atuambia ta'khudhuhum, kitawapatiliza ghafla. Katika riwaya alopokewa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia kama anavyoeleza mwenye Majma'ul Bayan Sheikh Tabrasi kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anena taqumu saa, kitasimama kiyama, warajulani, hali watu wawili, kad nashara thawbahuma, wamezitatawanya nguo zao, yatabayaanihi, wauzaniana. So umeingia dukani wewe, pataka shati, ule mwenye duka huwa lazima kufungulie lile shati, litatawanywa, uliangalia upana wake, urefu wake, kitambara chake. Kwa hivyo Mtume atuambia taqumu saa, kiyama kitasimama, warajulani qad nashara thawbahuma, na watu wawili wameitandaza nguo yao, yatabayaanihi, wauziana, fama yatwiyanihi, hakutakuwa na nafasi ya kuikunda ile nguo kuirudisha mfukoni, hatta taqum, mara kiyama kimezia kusimama, kazi imemalizika. Aendelea bwana Mtume atuambia warajulu yarfa'u aklatahu, uko kwenye meza, uko kwenye jambi, umepeka mkono wako, umeteka tonge la wali. Warajulu yarfa'u aklatahu, na mtu ainua tonge lake la wali, ila fihi, kutaka kulitia mdomoni mwake, fama tasilu ila fihi hatta taqum, mkono hauyasikilia kwenye kinwa chake, kichtuka kiyama kimezia kusimama. Mwisho akatwambia warajulu yalitu hawdahu, mtu mwingine aliaza birika lake mai,
anaboma, ataka kunosha mimea yake, liyusqiya mashiyatahu, ili awapate kuwapa mai wanyama wake, ni punda, ni ng'ombe, ni ngamia, ni mbuzi. Fama yusqiha hatta taqum, watakuwa hawayano yale mai kiyama kimezie kusimama. Kwa hivyo in hiya au ma yanzuruna illa sayhatan wahida ta'khudhuhum, kitawapatiliza. Kama aya nyingine iliyoko katika suratul A'raf, Mwenyezi Mungu atuambia fa akhadhnahum baghtatan wa hum la yash'urun, tutawapatiliza ghafla, kitakuwa kiyama na hakuna ambaye kwamba atakuwa na hisia yoyote kwamba yeo katika hisabu yangu kiyama. Fadhali mauti mara nyingine hupata hisia, ni wachache wanaokufa ghafla, lakini utashikwa na maradhi, utadhoofika, utapiga hisabu, utajua kwamba mauti yao. Lakini kiyama kitakuilia baghtatan wa hum la yash'urun, hakuna anayetambua. Ulimwengu watembea kama kawaida, kila mmoja ameinuka enda kwenye kazi yake, kila mmoja afanya mashughuli yake, zombo za tembea, watu waishi kama kawaida, hupangwa kazi, huzanyianwa, mwenye kupika hupika. Baghtatan kitakuwa kimesimama kiyama. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaambia hawa wapinzani, msiwe na umuhimu kutaka kujua lini kiyama, kwa sababu ni katika siri za Mwenyezi Mungu na ni katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayabaini katika kanuni zake. Nyinyi fikiriani kikiwailia ghafla, hilo ndo swala taka mulifikirie. Fikiria kikikuilia ghafla, umejiandaa na kitu gani? Na hili ndio swala muhimu. Siku zote watu wana tabia ya kukimbia, kama nilivyoeleza yuzi, pengine tukizungumza mambo ya kiyama kwa urefu hapa yatatutia dhiki, na huenda pengine tukawa wengine tutakimbia darasani, kwa sababu ni masala si ya kielimu. Haya ni masala ya kuhisisha majukumu, ya kuumisha dhamiri yako, ya kuonesha kwamba wewe ni nani katika hii dunia na wataka ujipange wapi na ufanye nini. Kwa hivyo tusiwe na mjadala mno, lini kiyama kitakuwa iye, kitasimama iye. La, hilo sio suala lako, wala hukupoa kazi hiyo. Kazi uliopoa wewe kama Muislamu, baada ya kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuamini mitumi, baada ya kuwa na uhakika wa habari zao, wao wamekupa habari kiyama kiko na kitakuya na hakijulikani lini. Ilmuha inda rabbi, ilmu iko kwa Mwenyezi Mungu, ni wewe ujiandalie ufanye nini. In ma yanzuruna illa sayhatan wahida ta'khudhuhum wa hum yakhisimun, kitawapatiliza kiyama na wao yakhisimun. Yakhisimun imetokana na neno khasama au alkhasmu, utesi, mjadala, kujibizana. Waweza kunena takhasama rajulani, watu wawili wateta, watu wawili wajibizana, watu wawili wajadiliana. Kwa hivyo asli ilikuwa ni wahum yahtasimun, ikazunguliwa ikawa wahum yakhisimun. Katika kulifasiri neno kama hili kumepatikana ikhtilafu katika wanazuoni. Wateteani, yani kiyama kitasimama hali binadamu wako kwenye nini? Kwenye mjadala, wako kwenye mzozo, wajadiliana. Wengine wamenena makusudio ya mjadala hapa ni huu mjadala tulionao, kiyama lini? Wale waambia hatujui. Ule mjadala ulikipitika baina ya mitumi na wafuasi wao au wapinzani wao, ambao waendelea baina ya waumini na wasoko waumini. Wale wakanusha kiyama, hawa kiyama kiko. Mjadala huu waendelea na huku kiyama chatuingilia. Hii ni tafsiri. Tafsiri ya pili ni kwamba wahum yakhisimun yarudi kwenye ile hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana watu wako kwenye kupanga maisha yao. Ule shati ni bei gani? Shilingi 100. Punguza bwana, fanya 90, fanya 80. Chakula hiki ni bei gani? Ndio ile warajulani yatabayaani, wameweka nguo huzanywa,
tuko kwenye mijadala katika mambo ya maisha yetu, kipindi hiko ndio itakuwa saiha ambao utatutukua sisi baghtatan wa hum yakhsimun, fil hali wao wako kwenye kuteta na wako kwenye kujibizana. Kwa hivyo jawabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fupi ya hawa wanenao mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin ni kwamba hakuna saa mutabainiwa wala siku wala mwezi wala mwaka kiyama lini, lakini kiko na kitawailia ghafla, na mnalotakikana nyinyi si kujadili lini, ni mujipange mutakipokea vipi kiyama na mumeandalia nini baada ya kusimama kiyama. Mwenyezi Mungu aendelea katika aya ya 50 atuambia fala yastati'una tawsiya wala ila ahlihim yarji'un. Aya hii haiyafungua maudhui mapia, iko pale pale kwenye ta'khudhuhum, kwamba kiyama kitawailia ghafla. Baada ya kuwa mwanadamu amekiona kiyama kimesimama, Mwenyezi Mungu aigusa hisia muhimu ya mwanadamu katika maisha yake katika aya hii. Yeye wewe ukiwa kama mzazi, una mke, una vijana, una majukumu, au ni mtu kikazi una majukumu, lolote likikutokea ghafla, kitu cha kwanza huwa ukikimbilia ni yale majukumu yako utamwatia nani? Leo tu wewe wapo habari kwamba utakufa baada ya masaa 5 au kesho utakufa, kitu cha kwanza utakuwa wapanga, vijana zangu niwatie nani, mali yangu nitayapangia yatakwenda vipi, kazi zangu zitapangwa vipi. Kisha ikiwa pengine ni Muislamu na una imani, utaanza kufikiria mimi na swala siwezi swali, na saumu na daiwa, na zaka sikutoa, na madeni, na mtu mmemnyima haki yake, na mtu mmemdhulumu. Uanze tena kuandika wasia, bwana katika mali yangu mpeni mtu fulani kitu kadhaa, katika kadhaa lipani kadhaa. Hizi zote ni kawaida kwa binadamu wakati anapopata habari ya kuisha maisha yake, ya kumalizika. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha kwamba ule uharaka, namna mambo yatakavyokutuka, hakutokuwa na nafasi kama hiyo. Mwenyezi Mungu atuambia fala yastati'una tawsiyatan, hawatoweza au hakutokuwa na nafasi ya kuhusia. Ima kwa upande wa kitakavyokuya ni nukta, kama nilivyokuambia, ma yandhuruna illa sayhatan wahida, kutapigwa uke wa kila kitu kitamalizika. Hii ni upande. Au tujalie kwa bahati mzuri wewe mmoja ule uke umevuka, hukufa, utakwenda nani kumuhusia? Kwa sababu ule anayehusia ni ule aondoka yeye, awatao wengine. Utawata vijana, utawata mke, utawata mali, utawata majukumu. Kuna na watu watabakia hao wa kuwatia hono wasia, wendao kumwendea nani? Na watu wote wamekufa. Ni nani utamkimbilia kumuhusia? Hiko chenye kuhusiwa nkipi? Ni mali yako yamepotea, ni vijana zako pia wamekufa, ni mkeo amekufa, ni majumba yako yameporomoka. Hakuna kitu, hakuna kamwe nafasi ya nini? Ya wasia. Hata tujalie wewe utapata hiyo nafasi ya kukimbia mara moja urudi nyumbani. Mwenyezi Mungu atuambia fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, wala hakuna nafasi ya kurudi nyumbani. Ima wewe huna nafasi ya kurudi, au ni hao wenye kurudiwa hawako. Hakuna kamwe hiyo nyumba, kama zinavyotuelezea aya nyingi ambao kwenye maudhui ya kiyama hapa hakuna haya. Tumwambia maudhui ya kiyama ni marefu, na tutagusia zile zilioko hapa, namna ulimwengu utakavyokuwa umevurunduka, namna itakavyokuwa haribika hii nidhamu ya maisha. Kama sura nyingi, idha shamsu kuwirat wa idha nujumun kadarat
jua litazima, nyota zitapuputika, zitavundika, zitaanguka, wallahu ya'lam ni majiwe mangapi, ni zimondo zingapi zitakuwa hushuka, bahari itachemka, mitetemeko ya ardhi ya hali ya juu, sio hii yetu ya kupiga sehemu fulani ya ardhi, sehemu fulani sisi tukatushuhudia usikia mahala fulani kumepiga mtetemeko wa ardhi, kumekufa watu 2000 wasiojulikana kadha. La, hiyo ni ardhi mzima itatetemeka. Idha zulzilatil ardu zilzalaha, Mwenyezi Mungu anena ardhi mzima itatetemeka. Mtetemeko wenyewe ni mkubwa sana, si wazipimo hizi tunazozijua sisi. Ndio Mwenyezi Mungu akaurudi akautilia taukid, idha zulzilatil ardu zilzalaha, wakati itakapokutetemeshwa ardhi. Sio mtetemeko wa kawaida, huo mtetemeko wake ambao uko siku hiyo. Au aya nyingine tuambia warujjatil ardu rajja, ardhi itakapokusukwa, bahari zikapanda. Allahu ya'lam yale yatakao kutokea. Hatuko kwenye maudhui haya sisi ya namna kitakavyokuwa kile kiyama, namna kutakavovundika hizi nidhamu tunazozijua, kukawa hakuna chochote kitakacho kubakia. Lakini Mwenyezi Mungu atuambia fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, hawatoweza kuhusia wala hawatokuwa na nafasi ya kurudi kwa jamaa zao. Mpaka hapa tumepata kiasi fulani jibu la Mwenyezi Mungu la kuwajibu hawa wanaokanusha kiyama, lakini watatuyafungue maudhui. Nyuma au katika darasa lililopita nilielezea kwamba tukifuatilia, wakati haunikundukii kuzisoma aya ni nyingi, ukifuatilia Qur'ani, lugha za hawa wanaokanusha kiyama, utawapata hawana dalili ya kukataa kiyama. Wao hawamiliki dalili yoyote ya kuthibitisha lile wanaloliamini wao kwamba hakuna kiyama. Hiyo hakuna tu. Wanachomiliki wao ni masala ya istibad, ni masala ya kuliona ni jambo gumu, ni jambo la mbali, ni jambo haliwezekani. Bwana mwazimu ono, katika aya nyingine anenao maneno hayo mwandazimu. Ni masala utakuta ni asatirul awwalin, hizo kama ngano tu bwana kutolewa. Kwa hivyo wao hawana imani imezojengwa yula dalili mpaka tuwe tusitafungua mjadala, tuisikize dalili yao tuijibu. Na ndio utaona Mwenyezi Mungu mara nyingi katika kuwajibu hawatia akilini kiasi kikubwa, kwa sababu wao lini kiyama? Basi wafufueni mababa zetu, kichawezekana mifupa imezee kutakalika itarudi iumbwe. Yani ni masala istibadia, ni ya kuliona ili jambo ni zito, haliwezekani, ni gumu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, tukitaka kuzipita sasa kwa ufupi pia namna alivyowajibu, amewajibu kwa jawabu mbili. Majawabu ni mingi, lakini yote kimsingi yarudi kwenye jawabu mbili. Kwanza, amethibitisha kwamba masala ya kufufuliwa ni mumkin, yawezekana. Pili, amewathibitishia kwamba yametuka, na hizi ni dalili muhimu sana. Tukitaka kupiga mfano, tukitupa suala yawezekana mtu kwenda Mombasa kwa maguu, tunena yawezekana. Akili kipima haya mambo, yajibu yafanya nini? Yawezekana, ingawa hakujapatikana amezokwenda mpaka sasa. Hata kama hakuyenda mtu, lakini akili ikisoma masafa baina ya Mombasa na Amu na nguvu alizonazo mwanadamu, akili yatosha kukujibu kwamba ni jambo lawezekana. Na si lazima kila linalowezekana liwe limefanya nini? Limetuka. Kisha twarudi tuambia, baada ya kuwa yawezekana, fulani amewahi kwenda na fulani amewahi kwenda,
na fulani amewahi kwenda. Sasa hapa tumetoka kwenye daraja ya imkani, tumeingia katika daraja ya ukuu wanavyonena, limetuka haswa. Wataka zaidi ya hapo? Sasa zote mbili hizi Qur'ani imewajibu hawa, kwa sababu wao tatizo lao liko kwenye haiwezekani mtanga utatosha. Manake tukianza kutoka kwa Nabii Allah Adam mpaka yeo hatuyui milioni mabilioni mangapi, na hatuyui kutaendelea mpaka lini. Je, kisha huu mtanga utakuweko kwenye ardhi utatosha kurudi kutuunda tena sute? Wakaanza kuunda zitu hizi. Hii ndio ile shubha wanayonena mtanga wa ardhi hautotosha kutufufua. Huko kutowezekana kwao, wakaunda dalili nyingine, ikawa sasa shubhatul akili wal maakul wanaoita, mwenye kula na mwenye kuliwa. Si wewe la ulikufa ukawa mtanga ukawa mti ukaliwa na simba, ukabadilisha ukawa kwenye mwili wa simba. Sasa Mungu atakuwa kufufua yeye. Zote hizi utaona ni dalili za kuonesha lawezekana jambo hili au haliwezekani. Sasa tuzisikize kidogo dalili za Qur'ani. Qur'ani baada ya kuwasikia hawa na maneno yao, imetumia dalili, nimezikusanya takriban 6, na nitapiga mifano wa aya 2 au 3 kwa kufupisha wakati, kila katika kigawanyo. Dalili ya kwanza, aloweza kuanda, kwa nini ashindwe kurudisha? Aloweza kuanda, kwa nini ashindwe kurudisha? Lau suala la kurudisha lilikuwa ni gumu, la kuanda ngumu zaidi. Wewe yeo ule mtaalamu aloweza kuja kuunda chombo kama ni kompyuta, au alovumbua tepu au treni au ndege, ugumu ni wa kuanda, lakini kurudisha mara ya pili kuunda, hilo si jambo gumu. Ndio utazikuta zile aya mara nyingi zilikuwa zikiwajibu, zikiwakumbusha al-khalqul awwal, kuumbwa kwa kwanza. Mfano wa huyu bwana alokuwa kwa mtumi sallallahu alayhi wa sallam, kuna ikhtilafu baina ya muarrikhina, nani alokuwa kunena maneno haya. Alikuwa utukuzie mifupa, amekwenda kuifukua, mijadala kiyama siku hiyo zikampanda, katoka kaenda zake maziarani huko, kafufua kaburi, kapata mfupa umeoza umetakalika, kaukusanya akaya nao. Wengine hunena ni Umayya ibn Khalaf, wengine hunena ni Al-As ibn Wa'il, wengine hunena ni Ubay ibn Khalaf. Kuna khilafu, hayatuhusu haya maina. Akaya paka mbele ya mtume, akatupa ile mifupa, akawa amwambia, man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, ni nani atakao kuihuisha hii mifupa nayo imefanya nini? Imekuwa unga, imetakalika. Mwenyezi Mungu atuelezea katika hii suratu Yasin mbele, tuambia wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Atupigia mfano, Mungu anena kuna dalili kubwa amekwenda kuisumbua huko, amesahau maumbile yake. Wa dharaba lana mathalan, atupigia sisi mfano gani? Wa mifupa, kwamba hii mfano nani tahuisha. Wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu, amesahau kuumbwa kwake. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, ni nani wewe mtume atakutuambia kutafufuliwa? Nani atakao kufufua hii? Mwenyezi Mungu amjibu, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Amjibu, atakao kuihuisha hiyo ni ule aloiumba mwanzo. Hiyo mifupa ilikuwa hakuna, ikaumbwa mtu akafa, ikawa hiyo mifupa. Kwa hivyo atakao kuirudisha hiyo ni ule aloiumba kabla ilipokuwa hakuna. Nga sasa ni rahisi, pengine uko mwili umeoza huko kwenye ardhi, kabla ya hapo kulikuwa hakuna kabisa. Kwa hivyo ugumu ulikuwa ni ule wa mwanzo, si hunu wa pili. Wanasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Katika aya nyingine pia Mwenyezi Mungu atuonesha katika kutukumbusha kwamba dalili kubwa ya kuweza kufufuliwa nyinyi ni yale maumbile ya kwanza. Yatosha kuwa ni dalili
Mwenyezi Mungu atuambia afa'ayina bil khalqil awwal, ninyi maona sisi tumeemewa au tulishindwa kuwaumba mara ya kwanza mpaka tushindwe kuwaumba mara ya pili? Mara ya kwanza mliumba na hakukuwa na shida yoyote wala na ugumu wowote, lipi litafanya ugumu mara ya pili kuwarudisha? Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi, yeye ndio aloanza kuumba na yeye ndio atakao kuturudisha, na hilo ni sahali kwake, ni pesi sana masala ya kurudishwa, na mfano wa aya hizo ni nyingi kabisa. Kwa hivyo kuwezekana kwa siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu dalili ya kwanza anayoitumia ni wewe kuumbwa. Ulikuwa huko ukawekwa, nini cha shida kurudishwa wewe baada ya kukosekana? Pili, hawa wamesahau kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao wamekwenda kumjadili Mungu, pengine wakifikiria yale masanamu yao. Hawajui kwamba Mwenyezi Mungu ala kulli shay'in qadir. Mwenyezi Mungu ameitumia hii kama dalili, na utakuta aya nyingi za kuthibitisha siku ya kiyama mwisho zamalizika na masala haya, innahu ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mara nyingi utazipata aya za kuthibitisha kiyama mwisho zikimalizika zamalizika ala kulli shay'in qadir. Usisahau kwamba Mwenyezi Mungu ni mtenda. Kwa mfano wa mbingu ya Mwenyezi Mungu atuambia la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas, kuziumba mbingu na ardhi ni kubwa zaidi kuliko kuumba watu. Iangalie wewe nidhamu yao iliyoko katika mbingu, nyota zilizoko katika mbingu, na namna zinavyotembea na namna zinavyofanya kazi. Ukimtukua mwanadamu huyu mnaomfanyia ni mgumu kufufuliwa, ukinasibisha na nidhamu hii ya mbingu utaona ni kitu rahisi sana. Mwenyezi Mungu anamwambia la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Wengi hawatii akilini mambo kama haya. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia qul siru fil ardi fandhuru kayfa bada al-khalqa thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Tembeani katika ardhi, angaliani maisha yalianza vipi. Bila ya shaka kulikuwa hakuna mwanadamu, elimu zote zathibitisha. Waaminio Mungu wasioamini Mungu wathibitisha kwamba huyu binadamu hakuweko. Alikuya vipi? Alikuya nani alimweta? Na yeye ndio atakao kumrudisha, kwa sababu yeye ala kulli shay'in qadir. Tatu, sasa Mwenyezi Mungu baada ya kututoa kwenye masala yawezekana, kwa sababu aloanda aweza kurudisha, na yeye ana nguvu, ana na kudra ambayo iko yula tasawuri zetu na fikra zetu, atupa mifano ya kiyama mbele ya macho yetu. Mambo yatuka kila siku haya mara kadhaa mbele ya macho yako. Usikifikirie ni kikubwa mno kiyama, wala usifikirie kufa wewe na kurudi mambo makubwa. Masala ya kufa na kurudi yatendeka mbele ya macho yako kila siku na kila dakika. Tukua mfano wa ardhi na mimea, tumesoma nyuma sisi wa ayatul lahumul ardhul maitat ahyaynaha. Miti si huishi na kufa. Kuna tofauti gani baina ya kuishi wewe na kufa na kuishi mti na kufa? Iangalie miti mbele ya macho yako kila siku, kila kipindi kwa pitika kiyama kwenye ulimwengu wa miti. Hufa kukifufuka, hufa kukifufuka. Cho wenyewe kuna miti utakwenda kuikata, uikate ili wewe wataka kutakhalas na ule mti mpaka uone umezie. Ukirudi baada ya miezi mti utoa mayani, umerudi. Ni nani alioupa nguvu zile? Ushaukosesha maisha, umeukata kila upande, umeumaliza ule mti, umerudi umehuika mbele ya macho yako. Haitoshi huko ni mfano wa kiyama mbele ya macho yako? Mwenyezi Mungu atuambia yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyi al-ardha
ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun. Mungu hukitoa kilichokufa kwenye kilicho hai na hukitoa kilicho hai katika kilichokufa. Yani masala marefu yatakuya wakati wake. Vipi kina kitu kisokuwa na ruhu cha zaa chenye ruhu, kitu kisokuwa na maisha cha zaa chenye maisha, kisha kile chenye maisha charudi chatoa kitu kimekufa. Lakini mahali tunapotaka sisi ni hapa, wa yuhyi al-ardha ba'da mautiha. Uyamiti ikafa yote, Mwenyezi Mungu akarudi akaihuisha. Hivyo ndivyo mtakavyokufufuliwa nyinyi. Aya yamalizika tuambia wakadhalika tukhrajun. Hivyo tu, mfano ni mdogo. Miti wayona yafa yote na yatoka, na nyinyi mtakufa nyote na mtatoka kama inavyotoka miti. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia fandhur, angalia, ila athari rahmatillah, angalia athari za rehma za Mwenyezi Mungu. Kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha, vipi Mwenyezi Mungu aihuisha ardhi baada ya kufa. Inna dhalika la muhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir. Atutoka kwenye miti atupeka kwenye kuhuishwa maiti, kama mfano wa kiyama unaopitika mbele ya macho yetu, na nyingi katika aya ambazo nazirukaruka. 4. Qur'ani yatutoa kwenye ulimwengu wa mimea, yatutia kwenye matumbo unaoitwa ni alamul arham. Msome binadamu anavoumbika ndani ya matumbo. Kuna ziyama kadhaa husimama pale, ni mauti na uhai, ni mauti na uhai. Au zamkue ni stage za maisha, watoka stage hii ukiingia stage hii, hicho ndio kiyama. Watoka kwenye maisha ya ulimwengu uenda kwenye maisha ya nini, ya akhira. Kwa sababu kiyama kwa mafhumi ya Kiislamu ni kugura kutoka kwenye ulimwengu kwenda katika ulimwengu mwingine. Wakati ni mrefu, gap ni kubwa, lakini matumboni mapita ziyama kadhaa. Wewe ndio utakuta Mwenyezi Mungu katika kutoa dalili ametumia pia dalili kama hili, akamwambia ya ayuhan nas, enyi watu, in kuntum fi raibin min al-ba'th, mkiwa nyinyi muna shaka ya kufufuliwa, muna shaka ya kunini, mwayaona ni mambo hayawezekani, ni mazito. Mwenyezi Mungu atukumbusha, fa inna khalaqnakum min turabin, sisi tumewaumba nyinyi kutokamana na nini, na mtanga. Thumma min nutfatin, kisha na tone la manii. Thumma min alaqatin, kisha na kipande cha damu. Thumma min mudghatin, kisha kipande cha nyama. Mukhallaqa wa ghair mukhallaqa, linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Kuna zitakazo kufaulu, kuna zitakazo kufa zisitoke, kuna tutakazo kuzibakisha katika rahim zibakie mpaka zizaliwe, ili zipate kuishi duniani mpaka wakati wake umalizike. Mwisho wa aya ndio muhimu, dhalika bi anna Allaha huwa alhaq. Hayo yote yafaa yawe ni dalili ya kukuthibitishia wewe kwamba Mungu ndiye haq tupu, ukweli mtupu. Wa annahu yuhyi almauta wa annahu ala kulli shay'in qadir. Yeye ndo atakao kuhuisha. Le nutfa ina uhai, kile kitone cha manii kikaketi, kikatoka kwenye stage kikaingia kwenye stage nyingine, kikawa ni kipande cha damu cha hukumiwa na nidhamu ya uzazi, cha hukumiwa na kanuni za kimaisha ya kirahimu. Kikatoka kwenye stage ile kikaingia kwenye stage ya nini, ya mudgha. Katika aya nyingine yakwambia ikatoka kwenye stage ya kipande cha nyama. Sasa wakasaunal idhama lahma, kikaja kikawa na mifupa. Wewe watembea, ni marahili yale wayapita, ni stage za maisha wazitembea, usikumbuki yao waziua. Sasa aliyoyafanya hayo ndio muweza wa kuweza kuwafufua nyinyi baada ya kufa. Ndio nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa awaonea ajabu wale wakanusha kiyama, awauliza alam yakun nutfatan min maniyin yumna, wao hawakuwa tu ni tone la nini, la manii. Thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta.
Wewe unaojiona mkubwa yeo na akili, wataka kumfanya Mungu hawezi kurudisha watu, hawezi kufufua watu. Wewe ulikuwa ni kitone cha manii, ukawa alaka, ukatembea, ukatoka mwanamume na nani na mwanamke. Yote hayo hayakupi wewe dalili kwamba Mwenyezi Mungu qadirun ala an yuhyiya al-mauta? Mwanadamu mwenye tabia hiyo hulaniwa. Ndio utakuta aya nyingine imekuwa kuwashambulia, qutila al-insanu ma akfara. Kutila si kwa maana ya kuuawa, yani nalaniwe mwanadamu ikiwa atasikilia kwenye hadi hii ya kujisahau na kusahau yeye atokapo. Ndio Mwenyezi Mungu anena qutila al-insanu ma akfara. Ni ukafiri uloe alonao, ukafiri mkubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ataka kumkanusha Mungu. Mwenyezi Mungu amuuliza min ayi shay'in khalaqa, muumbwa na kitu gani wewe? Min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faaqbara thumma idha shaa anshara. Mwenyezi Mungu amekutoka kwenye manii, ndia ya kupita, subhanallah, ndia ya uliopita ya kugura kutoka kwenye alamur rahim kwenda katika alamul dunia, kutoka matumboni kwa mamako kuya katika maisha haya. Ni kama kile kiswa cha Miraji cha ule ng'ombe alionekana hutoka kwenye tundu, kisha husa namna ya kutaka kurudi, hayui arudie. Ni mahala ambapo kwamba ukipafikiria ulipita vipi, sura palopembamba, sura palipobana, lakini Mwenyezi Mungu akakutoa salama salimini. Ndio thumma sabila yassara, Mwenyezi Mungu akakusahilishia ndia yako ya kutoka. Au kwa tafsiri nyingine, thumma sabila yassara, akakusahilishia ndia yako ya kuishi katika maisha, kama kwenye sabih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Akakupa muongozo ukaweza kuishi, ukitoka ukawajua kuna kuliva. Hakupeki chuoni kusoma kwamba utakula wapi, utasonda wapi, utasonda iye, wala maziwa utayapata iye. Zote zile ni katika ile thumma sabila yassara. Kisha ndo atakufisha, thumma idha shaa anshara, na yeye Mwenyezi Mungu akitaka ndiye atakao kufufua. 5. Mwenyezi Mungu katika kiyama, hii yote ni mifano ya kiyama inayopitika mbele ya mato yako. Huu mfano waweza kuwa ni mgumu kwa watu wa kawaida, lakini ni mfano umethubutu kielimu yao, kwamba kwenye ulimwengu wa power, wa taka, wa mwangaza pia kuna kiyama. Zamani ilikuwa kuna imani ya kielimu kwamba zitu zote zikifa huwa taathari. Zitu zote zikifa huwa taathari. Wewe ukifa utatotea jumbi lako, tabakia kitu chochote cha kudulisha kwamba kulikuwa kwa huyu mtu, isipokuwa mwangaza. Mwangaza uko katika hali ya kuzaliwa na kufa. Lile jua tukilitokuwa mfano, lina taka, lina nguvu fulani la kutoa mwangaza, na ule mwangaza unaotoka umalizika. Ule unaotufikia sisi hufa ukia mwingine, hufa ukia mwingine, mamalizika, na hauwati athari yoyote. Hatuoni kipande cha kibati kimeanguka kwamba ni ule mwangaza ule umeganda pao umezinyika kimeanguka, wapotea. Lakini baada ya muda elimu imekuja kugundua kwamba hata mwangaza haupotei na hubaki, japokuwa hatuwezi kuuona wala kuuhisi, lakini hubaki, ukatoka kwenye hali ukaingia kwenye hali nyingine. Kwa kadiri lau wapatikana kwaweza kushikwa ukarudi ukaundwa tena. Pengine ya mambo yaweza kuwa kidogo ya kustaajabisha, au mweza kuyaona baadhi yenu hayaingia akilini, lakini yao tu kumegundulika sauti pia hazipotei. Hizi sauti tunazozinena hazimaliziki, na ziko na zaendelea tu kuzunguka katika hewa. Na lau kutapatikana chombo kiundwe cha kuweza kuzishika kwanza, kisha kuweza kuzikagua, kwa sababu zimekuwa huko zidengenene, kama jamani cocktail hizo zimetangamana zote,
hawezi kuikagua. Lau kutapatikana chombo cha kuweza kukikagua, ni maana sisi tuweza kuipata mpaka sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ziko zile dhabdhabat sautia zatembea katika mawimbi ya hewa. Kwa hivyo mwangaza pia uko wabaki na waweza kuhuishwa ukarudishwa. Hili ni nadharia imethubutu sasa ya akili, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizungumza kabla ya karne 14 katika kuwajibu wakanushao kiyama kwamba kiko kiyama mpaka kwenye mwangaza. Subhanallah. Hizi ni katika kutupa sisi imani ya kuifahamu Qur'ani si tungo ya mtu. Si Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aweza kugundua mambo haya yanaogunduliwa yeo kabla ya karne ngapi? 14. Turudi katika hii suratu Yasin, wale nena ule bwana alokuya wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim be alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun. Uliingiaje moto hapa? Kwenye dalili ya kiyama. Yeye ule Mungu alowapa nyinyi miti ambayo kwamba mwaitumia kutoa baruti mnazoziwashia moto, huyo aweza kukiunda kiyama, huyo aweza kuwafufua, kwa sababu ndani ya miti, ndani ya moto, mwangaza, power, ukiko kiyama kinachosimama ndani. Bora tu nyinyi mkione. Elimu itawafikisha baada ya muda, kama alivyotuambia Ibn Abbas, na mimi nawaambia mara nyingi, al-Qur'anu yufassiruhu zaman. Qur'ani kila wakati ukipita ndio yafanya nini? Yafasiriwa. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia, afara aitumun nara allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnul munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an, mpaka mwisho wa aya. Awaambia hao wakanusha kiyama, uangalieni moto muusome, iangalieni power, uangalieni mwangaza. Ndani kuna kiyama, kuna kufa na kufufuka ndani. Hizo zatosha kuwapa nyinyi mfano. Mwisho katika dalili za Qur'ani za kuwajibu hawa wakanusha kiyama ni mifano ya mizotuka. Qur'ani imeeleza kisa cha nani? Cha Uzair, ambao kuna khilafu ni mtumi au si mtumi. Tutamwangua mtumi Uzair. Qur'ani imetueleza kisa cha Nabii Allah Ibrahim. Qur'ani imetueleza kisa cha ashabul kahfi. Qur'ani imetueleza kisa cha qatil bani Israil, ambao kisa kile ndio kimeifanya suratul Baqara yamkuliwe kwa ina lake. Nabii Allah Uzair, kwa kutaka kufupisha tuzipite mbio, alipita kwenye kijiji kimekufa chote, kumeangamizwa kila kitu. Ikamtoka, si kwa sababu ya kukanusha, kwa ni mtu mwema, ikamtoka tu kwa ndiye kustaajabu kwamba vipi Mwenyezi Mungu atahuisha zitu hizi. Pale pale Mwenyezi Mungu akamfisha kwa muda wa miaka 100, akafa, kisha akafufuliwa. Yule faamatahu Allahu 100 ami, miaka 100, karni mzima. Kisha akaulizwa, kam labista, umeketi siku ngapi? Kana siku au siku 2 tu ya. Kama waweza kuwa umelala, pengine umechoka masaa 20, ukishtuka ukaona kama umelala dakika 5. Kaambia la, wewe umeketi miaka 100 na kila kitu chako tumekurudishia kama kilivyokuwa. Angalia punda wako ulikuwa umpende, angalia chakula chako ulikuwa ukitukuzie, kiko vile vile, kila kitu tumekirudisha. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyohuisha. Huu ni mfano umesajiliwa katika Qur'ani. Mfano wa pili, Nabii Allah Ibrahim alimuomba Mungu, ya Rabbi, alanionyesha huisha yeye wewe. Akaambiwa huamini? Akanena la, mimi nina imani thabit kwamba Mwenyezi Mungu
ahwish, lakini liyatma'inna qalbi, nataka nipate itminan, nikione kitu baada ya kuwa nakiamini, nifanye nini? Nikione. Mwenyezi Mungu akamwambia tukua nyuni 4, watinde, wagawanye zipande kwa uwezo wa kisu chako kitakachoweza kumgawanya ule nyuni. Ikiwa zipande 100 kila nyuni ni 1000, mkate mpaka hayakatiki tena. Kisha zitangamanishe ya huyu na za huyu, weke yule jabali, ziweke mafungu 4, lakini kila fungu liwe limekusanya ziungo za wale nyuni 4 wote, kwa kadiri huwezi kujua ni kipi kiguu cha ule na kibawa cha huyu mkipi. Allah Ibrahim akatunda akaweka katika majabali. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia hawa wamkue hawa nyuni. Wakiamkuliwa akaziona za rukaruka, kila kimoja huungana na mwendani wake na hakuna kilo kwenda kwa mwingine, wote wakaya nyuni kamili. Mwenyezi Mungu akamwambia hivyo ndivyo tunavyohuisha. Ni kazi fupi tu. Na nimekwambia wewe waamkue tu. Kwa kadiri ya kuwa mkuu umekuwa nyuni. Huu ni mfano umesajiliwa katika Qur'an. Katika suratul Kahf, wale ashabul Kahf ni wale waliketi takriban miaka mingapi? 300 au kuna khilafu zaidi ya hapo, na wakawa wako ndani ya pango, na siku ya kuwafufua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafufua. Huu ni mfano wa kiyama. Tukirudi katika kisa cha Baqara, katika alipokuwa katika darasa za zamani tukifasiri suratul Baqara, hapa tulikisoma kiswa hiki kwamba kulikuwa kuna mitaa miwili ya Bani Israeli. Mtaa mmoja kukauawa mtu ule, baada ya kuuawa akatukuliwa akaenda akatupwa kwenye nyumba ya kabila lingine kule. Ikawa ni masala karibu ya muhueta fitna za ukabila. Hawa wakiona mtu wao wameuawa na waliowaua watu wa kabila lile, sasa kutauana. Kesi kubwa ikafika kwa nani? Kwa Nabii Allah Musa, kwamba hii muhueta zita na itatawanya damu kiasi kikubwa. Vipi tunataka tumuue alouwa nani? Kuisha kazi. Ndio wale wakaambiwa idhbahu baqara, tindani ng'ombe. Wakaanda ule uyahudi wao na Bani Israila wao, ndio kamuulize Mungu innal baqara tashabaha alaina ma hiya launuha, wakawafanya magumu. Almuhimu sitaki kuingia kwenye tafsiri ya kiswa, paka ng'ombe akapatikana, wakaambiwa wamtinde, wakamtinda. Kaambiwa waitukue ile nyama ya ule ng'ombe, watunde nyama, waende nayo wampije ule nani? Maiti. Ule maiti alipopijwa ile nyama aliinuka akasimama, akanena aloniua ni fulani, akarudi akafa pale pale. Ni mambo yamepitika mbele za watu. Akainuka akataya aloniua ni fulani, akarudi akafanya nini? Akafa. Taka zaidi ya baathi kama hii ya kufufuliwa. Huu ni mfano pia umesajiliwa, na ndio ile sura tuisomao tukautwa sisi ni suratul Baqara, sura ya ng'ombe. Kwa nini yamkuliwe sura ya ng'ombe? Ni kwa sababu ya hiki kiswa cha kutindwa ng'ombe kilotokea, ndio ikaya masala kama haya. Hizi kwa ufupi, ndugu zangu Waislamu, ndio dalili zilotumiwa na Qur'ani kwa ufupi, na kila dalili nimewaokotea aya 2-3 za kuthibitisha siku ya kiyama kwamba chawezekana na kimewahi kutuka, kwa sababu kiyama nkufufuliwa, kumewahi kufufuliwa watu, na zaidi ya hawa nilowapa mifano kwenye Qur'ani ni mingi ambayo yatokea katika Qur'ani. Wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Kumebakia nukta 2 kumaliza kuifasiri aya hii kabla hatuyaingia kwenye aya nyingine ambao wakati hautukundukii. Nukta ya kwanza, je, kufufuliwa ni kwa mwili na ruhu au ni kwa ruhu peke yake? Huu ni mjadala mwingine. Tumeweza kujua kufufuliwa kwa wezekana au alikikanusha kiyama. Sasa kuna wengine huzuka wakanena kuko kufufuliwa kama masala ya miraji. Mtume alikwenda miraji, lakini alikwenda kwa ruhu tu bila ya mwili. Ziko na fikra hususa kwa baadhi ya mafilosofi ambao niliwaelezea kwa ajili ya matatizo fulani wameyakimbia. Mtanga utatosha, sijui kukiwa uleme mlaule na uleme mlaule, mwili utakuwa ni upi? Mathalan binadamu
wewe si wewe kabla ya miaka 20 na baada ya miaka 20. Natolee kisa kimoja waqiia kimepitika hichi kwa Sheikh Rais wenyewe mkuu Ibn Sina, kirinyote mwamsikia, maana falsafa mkubwa wa Kiislamu. Yeye ni mmoja alikuwa na fikra hii kwamba vipi atafufuliwa mwanadamu na ni mwili upi utatumika, kwa sababu ukiwa pengine umeishi miaka 60 au umeishi miaka 80 ushabadilisha miili karibu mara 4 mara 5, cells zimebadilika kabisa. Pengine mwili uliotumia kufanyia maasiya au barobaroni, yeo una miaka 40 uliokufa nao sio ule uliofanyia